Kuna hii hamahama sasa hivi tumeiona ya huyu anatoka chama hiki anaenda chama kile, hasa ni wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, baadhi ambao walikuwa wanajiita G55 wamehamia Chauma na wengine wamehamia kwenye vyama vingine vya siasa nchini. Hii ina tafsiri yake ni nini hasa katika siasa za Tanzania? Hii tafsiri yake ni kubwa na nzuri. Kwa sababu mwanzo kipindi vinaanza vyama vingi, CCM kaanzisha vyama vingi. Alafu akawa na vituhumu hivi vyama. Bwana hichi chama hichi cha Waislamu. Hiki kama kafu mfano, walipata hilo seke sana. Hiki chama cha ukanda fulani. Sasa wewe ndio umevisajili. Kwa nini usivifute? Umeona, kwa ilikuwa ni propaganda kuvichafua vyama. Na hivi vyama vikaona sasa na sisi tutafute propaganda ya kuichafua CCM. Wakaanza kusema bwana hichi chama cha mafisadi. Hiki chama cha wezi. Umeona? Sasa watu wakaanza kushabikia vyama kama Simba na Yanga. Kama kabila, yani mtu akitoka kwenye chama anaonekana yeye kisaliti. Hapana. Kwenye cha demokrasia ukitoka kwenye chama sio usaliti, ni kutofautiana mtazamo. Kwa sasa kumbe ukiona kama G55 wanatoka, maana sasa wale wanakuwa sasa hivi. Kwa sababu wale wako wote wale. Mmoja alikuwa mtu akitoka yeye ndo adui mkubwa. Ametoka Kitila Mkumbo kaenda CCM, yeye ndo adui mkubwa. Wakati alitoka Chadema kaenda kuanzisha ACT, katoka kaenda CCM. Yule alikuwa tayari ashakuwa. Umeona, alikuwa kijana amekuwa anajua demokrasia ni kwamba mimi nina agenda fulani. Haiwezekani hapa kuna jukwaa jingine, inawezekana. Kwa watu wakishakuwa katika upeo huo ni ukomavu mkubwa. Ni ukomavu mkubwa ambao utatusaidia kwa sababu tutatoka kwenye yale mambo bwana hii ndio dini, ukiwa Chadema hapa wewe ndio noma. Kuna unoma huko sehemu ndio mwizi. Hapana, sehemu ndio imetoa watu makini katika nchi kuliko chama kingine chochote. Tuangalie kwamba Chauma sasa hivi imechangamka na imetakata kweli kweli. Ni dhahiri ya kwamba yeye ndio atakuwa mpinzani mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala. Sio guarantee. Sio guarantee kwa sababu kama ilivyokuwa kawaida. Chauma imevalishwa brand kwamba ni chama kinachotumika kuinua watu ambao ni CCMB. Haya ni maneno ambayo siku zote yako hivyo. Kwa hiyo sio guarantee kwa sababu watu wanaweza kakipokea au wakakikataa. Lakini kwa sababu kimeondoka na watu ambao walikuwa na dhamira ya uchaguzi, washiriki ili wapate nafasi za kuongoza maeneo yao na kufanya mabadiliko wanayofikiria, pia wanaweza wakafanya mabadiliko makubwa kwa sababu ni watu wengi, huwezi kuwapuuza. Ni wengi na wengi waliondoka ndio walikuwa wanafanya nini? Wanakipa uhai Chadema katika majimbo yao kwa sababu walikuwa wanaandaa kwa ajili ya uchaguzi. Kwa hiyo wanapoondoka ni pigo, sio kwamba sio pigo, ni pigo. Wao sasa kitamata kwamba atakuwa chama kikubwa au kidogo inategemea sasa na mapokezi ya wananchi na haya maneno yanayokipiga hichi chama yatapokelewaje. Mfano ACT ilianzishwa ikategemea ingekuwa kubwa na nini, lakini ikamalizwa kwa hoja hiyo kwamba ni CCMB. Wakaja kunusurika Maalim Seif alipoingia kwenye kile chama ndo kimekaa vizuri Zanzibar na maeneo ambayo kafu ilikuwepo. Kwa hiyo Chauma sasa kwa sababu ana nguvu hiyo, ana watu ambao wameshanda majimbo yao, wanaweza kule wale watu watujue wamejipanga vipi kwenye majimbo yao. Wanaweza wakafanya mageuzi makubwa wakawa wao sasa ndo giant. Lakini Chadema kwa kule haina mtu sasa wa kuisaidia. Kwa sababu kila mtu ambaye yuko ana interest za majimbo, vijana ambao wana interest za kushiriki katika uchaguzi na kujaribu kupata nafasi za kufanya mabadiliko wanakimbia. Kwa hiyo ni pigo na inaweza ikafanya mabadiliko lakini sio guarantee, inategemea hiyo maneno yalopelekwa mtaani yanapokelewa vipi na watu wanaipokea vipi Chauma.